Bwana uko poa, niambie Mula Omari mwenyewe. Bwana kilichopo ni hivi, mnyama Simba amesafiri baada ya matokeo mabovu aliwapata Benjamin Mkapa, amesafiri kuelekea Mali kukutana na Stadium Malien. So kilichopo huku nyuma, sekeseke limeanza kuibuka kutoka upande wa serikali, upande wa BMT. Inaonesha ni wazi mamlaka yote yanatakiwa arudi Simba rasmi, kutoka upande wa bodi kuwa wao kuchagua mwenyekiti wa bodi. Mwenyekiti wa bodi anatakiwa atoke sasa upande wa wanachama ambao unamiliki hisa 51%. Hiyo ndio habari ya mjini ya leo, si ndio? Yeah. Sasa haya kwa tunazungumza kila siku Yanga Afrika haya. Sisi tulikuwa tunawaambia nyinyi hamuna mwekezaji. Kwa sababu huwezi kwenda kuoa kabla ya kutoa barua. Yule alioa kabla ya kutoa barua. Ina maana alishindwa kuingia kwenye mifumo ambayo inatakiwa yeye aifanye, akaenda kuwa tu mwenyekiti wa bodi. Lakini sasa kwa sababu walikuwa wanamuona yule Mo kama Mungu, walikuwa wanashindwa kuongea ukweli. Sasa leo serikali inakuja kuja kuambia kwamba nyinyi mnaongozwa na kitu ambacho kiko sahihi. Sisi Yanga Afrika tukataka yale. Ndio maana tukawaita wazungu, tukamweka sendro, tukamwambia tuendeshe kwenye jambo letu ili tufikie kwenye nchi ambayo tunaita. Sisi Yanga mpaka tuna mwekezaji, lakini tuna mtu ambaye anatusaidia kama mdhamini. Bado hajakuwa mwekezaji. Wezetu ambao wao hawana mchakato wowote, wao tayari mwekezaji. Yaani vice versa, yaani nyuma imekuwa mbele, nyuma mbele kumekuwa nyuma. Haya ndio waliotokea, mwacha chukue timu yao wana Simba. Hao wanasemaje hawataki. Maka wao na moto, kama wataki ndio waambie BMT bana BMT sisi hatutaki timu ya mwacheni Mohamed Abunyi anavyotaka. Hao hawajaongea chochote mpaka sasa hivi Simba wenyewe. Wameambiwa na ikio katika katiba yao ambao pendekezo ambao wameipeleka kule rasmi ni sasa na mali zote zirudi upande wa bodi, mali zinazohusu Simba ikiwemo majengo sio ziwe chini ya mwekezaji. Tuliwaambia kwamba Mohamed Dewji Mo alikuwa na uwezo kufanya mchakato mzuri wa Simba Sports na ile timu akaidhamini akawa mwekezaji. Isipokuwa alibadilisha matumizi baada kwenda kwenye mfumo unaotakiwa, yeye akawaingiza tamaa. Na sisi Tanzania mara nyingi tunapenda kile tunachokiona tukijui nyuma kinakuja nini. Matokeo yake hiyo rasimu aliyopeleka kama BMT wameiona iko. Ndio alikuwa anaongea nani ule wa Simba ule? Mzee Kilomoni. Alikuwa anasema Mzee Kilomoni, haya anaendelea Simba, hayako sahihi. Lakini wazee walimuona msaliti yule, washabiki wa Simba walimuona msaliti kwa sababu sisi oya kama oya ndio yalowakuta. Si Yanga Afrika tunashukuru Mwenyezi Mungu. Rais wetu wa klabu anaweza kuweka njia akaja kututawala. Ina maana kaendelea kwenye mchakato bado hatujafika mwisho. Tukifika mwisho tutakuwa na mwekezaji Yanga Afrika. Lakini sasa hivi tuna mtu ambaye atusaidia kama mdhamini wetu Engineer Said Gharibu Said Mohamed ndio anaivusha Yanga kupeleka nchi ya hadi. Kuna hili jingine ambalo limejitokeza ambalo amelizungumza mwenyekiti wa bodi asubuhi. Alikuwa anahojiwa na moja ya redio moja hivi, akasema baadhi ndani ya Simba watu hawana akili. Yule mzee Magoli, mimi nakwambia kila siku, unajua mpira umefika sehemu uongozwe na vijana. Yule mzee kashakata moto. Unajua kashakata moto. Hivi wewe yule mwangalia alivyo, mpaka sasa hata kuongoza mpira. Hivi Simba haina vijana? Vijana si wapo, waje vijana washindane na vijana wazao. Wapo kina Said Tuli wanajua kuongoza mpira, wawape nafasi. Lakini kila ukikaa unaomba Gaduguda Magoli. Akitoka huyu anakuja huyu. Ni wale unaona sisi Yanga Afrika. Tulikuwepo na kina Sefu Magari wako wapi? Umeelewa hawapo, wamewachia nafasi waongoze mpira. Akina Dala bin walikuwepo watu kuongoza Yanga Afrika, lakini hawapo. Wao Simba kile wakikaa Mangungu Magoli, kutoka Mogo tuayageni. Sasa kwa hiyo timu ya Ulisi tena hiyo. Wewe angalia kwenye benchi lao fundi pa. Makocha 8, lakini yule mwingine atoki. Lakini hala atokee mpaka atoke mtu awasemee. Wewe kocha gani ambao ubadilishwi? Kila siku walimu unaambiwa wewe hivyo, na walimu wote wanamchagua yule. Lakini unalazimisha yule atakuwa afike sehemu na akatafute timu afundishe. Mangungu sasa. Mangungu hata wana Simba kwambia Mangungu ana Simba wala wankubali. Watu sema cha uongo. Mangungu ana Simba wamkubali, isipokuwa kwa sababu alikuwa yuko chini ya boss Mohamed Dewji. Mangungu ndio yuko nyuma ya Mohamed, lakini bila hivyo alikuwa anachinjwa ile kwenye uchaguzi. Ni wakati wake, lakini sasa hivi Mangungu kuwa mwenyekiti wa bodi. Yule sasa ametangaza saa 9 usiku. Watu washaondoka na anatangaza Mangungu ameshinda. Na ndio neema hiyo imeshamwangukia. Mwache mzee naye aje kuongea. Watamkubali ndio awe topu. Maana ndio anarudi kule. Wachezaji wa shilingi 7,700. Maana itakuwa timu sasa tajiri. Wewe atakubali tena kwa awe mdhamini yule. Logo ya Simba inarudi kwenye Simba yake sasa hivi. Na logo ndo tunaambiwa iende ikatafanywe tathmini upya. Si waliweka kichwa wakatoa mkia. Toka wameweka kile kichwa sisi tunakata.
Basi wajaribu kulisha ile kia kwanza, wewe utasoma. Walitoa kia kaeka kichwa. Wanabadilisha nembo wakati mwekezaji kumbe bado hajafanya kile. Unajua nilikwambia kitu kimoja ndugu mtangazaji, sisi Tanzania tunaitaka mifumo ya kweli kabisa. Lakini bado vilabu vyetu tunasema havijawa tayari. Lazima tuzungumze. Havijawa tayari. Havijawa tayari katika sehemu gani havijawa tayari? Ukiangalia mifumo ya mabadiliko unakubali, kwa mfano kama sisi Yanga. Umeelewa? Mfumo wa mabadiliko upo chini ya uangalizi. Umeelewa? Upo chini ya uangalizi. Lakini chini ya uangalizi wana Yanga wakati kadi. Wana Yanga walipi kadi. Wanapotegea bosi wanaangalia nini? Wewe umeshamtengeza hapa ndeka uangalizi wangu uko hapa. Lakini nyinyi ndo mnasifa kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, inaonekana nyinyi ndo mnakusana wanachama wengi kila baada ya msimu. Ikifika mwezi wa 7 kuelekea muhula mwingine, inaonekana ni wazi Dar es Salaam Africans ndio klabu ambayo inaongoza kwa kukusana wanachama wengi. Labda mimi nikwambia kitu kimoja, mimi ni sifu idara ya wanachama pale klabuni. Wanapambana sana kulazimisha watu wa wanachama. Shida ya Yanga iko sehemu moja, au shida ya Yanga iko sehemu moja. Kukata kadi sio shida. Shida kuendeleza kadi kuwa hai. Yaani hapa ndio shida ya Yanga. Tunataka tuelimishane maeneo haya. Mtu amechukua kadi na mwaka wa pili hajalipia tena. Umeelewa? Lakini ukija kwenye lista yetu pale, sisi tuna wanachama wengi sana. Lakini je, kadi wanalipa? Kama bosi atuangalia katika mfumo wewe, kama bosi tunataka kumwangusha. Kwa hiyo natakiwa hata sisi hapo Yanga Afrika ambao tuna mfumo ambao upo kwenye uangalizi, tujitoe 100% kumuonesha tajiri kwamba hii timu ambayo anakwenda kuiwekeza watu wake wako sahihi. Lakini akija kwenye jinsi yake angalia wanachama Yanga labda wapo kadhaa, waliolipa kadi wapo kadhaa. Lazima kila mtu ambaye amechukua kadi Yanga Afrika ahakikishe ndani ya mwaka mmoja anaweka shilingi 24,000. Kwa muundo jinsi inavyoelekea ni wazi Simba wanaporudi wataenda kuzalisha wanachama wengi na wakawapita nyinyi kwa muda mfupi sana. Kwanza lazima abadilishe katiba. Hawezi kwenda kwenye kadi bila katiba. Katiba ndio hiyo pendekezo ambayo imepelekwa, ndio maana kuna baadhi ya mageuzi yanatakiwa yafanywe na miongoni mwao ni kuongeza wanachama. Sawa, kama tutakuja kubatwa nao sio shida. Ushindani utakuja kwa sababu Yanga tutakuwa tunashindana na Simba. Ila kila klabu itoe kile kitu ambacho asilia. Wasitoe siji Simba na chama kadhaa wakati kumbe sio wao. Yanga kwa na chama kadhaa waseme wasilia. Wanachama Yanga kwa shilingi wa 40,000, wao lipa kadi 3,000. Kesho mnacheza. Kesho tunacheza, kesho na mechi ngumu hakika kwa tulivyojipanga tunanyoosha wale. Sisi hivi timu yetu kubwa hakuna kinachoogopa. Mwalimu sasa amekusikia kukwambia mashabiki waje kwenye kuangalia burudani. Hawajua mashabiki wa mpira wanapenda mpira, waje kuangalia mpira. Baridi ni kali lakini Algeria inafahamika. Baridi inajulikana nchi za Kiarabu zina baridi. Wachezaji shajua kwamba kule baridi, tutavaa mablanketi, tutacheza nayo na tutanyoosha. Mvua inanyesha kule na nyinyi inaonekana ni wazi huaga mnaogopa zile fujo zikitokea, ile miale ya moto inavyochomwa. Yaani sisi Yanga Afrika tuogope fujo. Wakati tumefungwa 2-1 tumeenda kushinda 1-0 kule. Sisi Yanga Afrika tushatoka kuogopa mashabiki ambao walikuwa jukwaani. Hawachezi mpira wala wapiga kelele tu. Wao wapiga kelele zapiga mbungi ndani. Watu 11 wa 11. Sababu kama wako 10 na sisi wapo 10. Hata tusumbua watu waliokuwa nje. Tunawakimbiza hivyo. Kwani si wageni tuna Waarabu. Wao hujui tuliwafunga Waarabu ambao hawajashangilia sana. USM waje kule. Na tuliwafunga sisi na wale kwa nyumbani kwao. Sisi kwanza sisi Yanga Afrika tushatoka kwa sasa hivi. Masuala kuogopa sisi Waarabu, sisi nani? Tunapiga nao Mwarabu popote. Algeria kama nyumbani? Popote tunapiga nao. Tati mwenyewe ile ndogo mashariki yenyewe kwa kota kama Azamu ile. Tunapiga nao wale popote. Zipo timu za kusema zinapiga pressure sio wale. Wale Waarabu koko tu wanarote wale. Kwa kumalizia unaambiaje watani? Watani wameshapotea. Kwanza hii ndio bunda shaingia huyo. Wajipange mwakani usajili shilingi 7,700. Make bwana Mohamed ukimwambia toka au kuja mwenyekiti wa bodi, alafu kawe mdhamini tena yule akubali. Alafu na kale alivyoambia atadai hela yake. Maana bwana ukimwambia toka adai hela yake. Kwa hiyo jiandae za kudaiwa mabilioni ya fedha, wajiandae kuyalipa. Ndio nachowaambia watani. Tuliwaambia msikurupuke. Tafuteni njia sahihi, njaa imewaponza. Watafute? Tuliwaambia watafute njia sahihi ya kufanya. Njaa imewaponza. Kwa sababu kama angaibia kuangalia na njia yao wasingefika pale pofika kumkabidhi mtu mwali, kumbe mwali wenyewe hajatoa barua, hajatoa mahali kwa sababu tu ya shida umemwona ndio kakae kwa bwana wako. Ndio leo akutawale mabwana. Ni kweli mimi nakwambia, unajua kuna mtu anaweza kusema nao hakika unaendani, lakini unaomba dua akusaidie mtu ndo kama wale. Baada ya kumuona Mohamed ameta propaganda zake, wakaona chukua mtoto wetu kaishi naye. Shukrani sana. Asante.